Wanasiasa mimi sitishwi na matusi. Tusi halijawahi kunitisha au kuniogopesha kwa sababu mimi najitambua. Mimi najua kabisa kwanza tuko kwenye vita ya giza na nuru. Kwa hiyo mimi siko kwenye giza, siko kwenye ufalme wa giza, wala siwezi kukubali giza linitie stress wakati mimi ni nuru. Hapana. Kwa hiyo tukana unavyotukana, lakini ukweli utabaki ni ukweli. Kweli siku zote itabaki kuwa kweli. That is one. Kwa hiyo ajabu ni kwamba mnajinasibu mnataka haki, lakini mko hapa kutukana. Kwa hiyo haki ipi unataka? Huo ni ufalme wa giza, na sidhani kama Mungu wetu anaweza kuruhusu ufalme wa giza ukatawala. Actually tulishashinda. Ufalme wa giza ulishashindwa. Kwa hiyo wewe kama unaendelea unataka kumtumia, unamkubalia shetani akutumie kwa kuendeleza sera zake na ajenda zake, sio mimi. Mimi hapa culture zangu ni za haki, culture zangu ni za upendo, culture zangu ni za ufalme wa Mungu. Okay? Utake ustake, umenifuata kwenye peji yangu utakipata kile ambacho mimi nakiamini. So, nataka tu kusisitiza guys, kama mnataka mabadiliko yoyote, kuna utaratibu. Sijui ni katiba mpya, kuna utaratibu. Ilani ya CCM imetekelezwa kwa 100%, si 200. Maana yake wamefanya kazi walioahidi wananchi wataifanya. Wamesikia madai ya katiba. Kwenye ilani hii mpya kuna hiyo ajenda ya katiba ipo kwenye ilani mpya. Vitu haviwezi kufanyika kwa siku moja kwa sababu wewe na tamaa zako za kuingia kwenye madaraka unataka kuforce kwamba mambo yafanyike sasa hivi. Kila kitu kinafanyika kwa utaratibu. Wananchi walidai maboresho ya huduma mbalimbali, zinawekwa kwenye ilani. Utaratibu unafuatwa, ndani ya kipindi fulani mambo yanafanyika. Kwa hiyo hata hilo la katiba mpya litakuja wakati wake ukifika, na wakati wa Bwana ndio wakati sahihi. Kwa hiyo sasa hivi imewekwa kwenye ilani. It means kwamba Chama cha Mapinduzi kimesikia kwamba wananchi wanahitaji marekebisho ya katiba, ambayo hiyo katiba yenyewe tulionayo imesharekebishwa zaidi ya mara 14. Kwa hiyo sio kitu kipya, ni wakati umefika. Wananchi wanasema wanataka mabadiliko, wanataka maboresho, yanaboreshwa. Na sasa hivi kwa kuwa Chama cha Mapinduzi kinasikiliza wananchi, ndio maana kimewekwa kwenye ilani. Sasa tatizo linalokuja hapa ndio lile nimetumia ule mstari unaosema tiini mamlaka. Kuna utaratibu. Wewe unasema kwamba hata mamlaka zinatakiwa kuwatii wananchi au kuwasikiliza wananchi. Wanawasikiliza kwa utaratibu, sio kwa muda unaotaka wewe. Sio wewe unaamrisha mamlaka zifanye vile unavyotaka wewe. Hapana, kuna utaratibu wake. Ndio maana wao ndio wamewekwa kwenye hizo mamlaka. Otherwise kwa nini wewe usingekuepo? Hukufanya utaratibu wa kuwepo. So waache wale ambao walishajiandaa, wana uwezo wa kufanya hizo kazi, wafanye. Na wanakuonyesha kabisa michakato kama hii inachukua muda huu, au inakwenda hivi, inahitaji maandalizi, inahitaji hivi, inahitaji hivi. So wewe umekaa, uwezo wako tu ni kutukana. Hicho ndio ninachokiona kwamba yaani umahiri mkubwa ambao mmeweza kuwa nao, au ujuzi ambao mmeweza kuwa nao ni wa kutukana. Maisha yaendi hivyo. Maisha yaendi hivyo. Maisha yanakwenda na kanuni, na hizo kanuni ukizivunja zinakuvunja wewe. Ukivunja kanuni zinakuvunja wewe. Umeambiwa tii mamlaka, usipotii wewe ndio utakayeumia. Nasisitiza hilo kwa sababu wengine mnakuwa na ujinga ule wa kusema kwamba wewe unafurahia yanayofanyika. Umefanya nini? Umefanya nini mpaka umefatwa, mpaka umefanywa ulichofanywa? Wewe ulianza nini? Ulianza kufanya kitu gani? So lazima tuanze na chanzo kabisa. Chanzo kwamba sisi neno letu linasema tii mamlaka. Kwa hiyo usipotii mamlaka ndio hivyo. Usije ukasema acheni kufanya hivi, acheni kufanya hivi. Mlifanyaje? Mlizitii mamlaka kama neno la Mungu linavyosema? Kama haujatii, maana yake sasa wewe ndio hiyo kanuni itakuvunja wewe. Kwa hiyo please guys, naomba sana tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Tanzania ni ya kwetu.
watu ambao wanachochea mambo mengi sasa hivi hawako Tanzania na hawana mpango wa kuja Tanzania. Kwa hiyo usiingie kwenye huo mtego. Kama unaingia ni wewe, na nisisikie mbona usemi fulani fulani. Mimi nilimtuma. Mimi niko napambana na maisha, naendelea kutii mamlaka, naendelea kufanya kazi, naendelea kusaidia nchi yangu, jamii yangu, shughuli zangu. Nimefocus na kazi. Sasa wewe kama una focus kwenda kuzichokoza mamlaka huko, alafu kinakukuta kitu, unakuja tena hapa kunililia kwamba wewe mbona ufanyi hivi, mbona ufanyi hivi. Mimi nilikutuma, mimi nafanya ninachokifanya. Wewe uone kila siku naajiri wasichana ambao hawana kazi na watoa mtaani, wanaenda kufanya kazi, wanapata mitaji ili wasije kulilia serikali, kwa sababu unatakiwa ufanye kazi. Unatakiwa ufanye kazi, uboreshe maisha yako. Serikali itaboresha miundombinu, serikali itaweka barabara, italeta maji, itaweka umeme. Wewe ni jukumu lako kufanya kazi, sio kusema hakuna ajira, hakuna ajira. Kwa hiyo mimi kazi yangu naifanya ni kuhakikisha kwamba wale wanaolalamika hakuna ajira na waonyeshe ajira zilipo, waende wakafanye kazi ili watengeneze mitaji yao, waende wakafanye biashara. Watu ambao wana biashara zao wana focus kwenye biashara zao. Lakini kama unaacha kufuata kanuni za maisha za kuhakikisha kwamba unakuwa productive, na hiyo ni agizo kutoka kwa Mungu kabisa kwamba tuuzae, tuongezeke, kwa maana ya kuzalisha mali. Kabla hujazaa watoto lazima uandalie mazingira. Mungu wetu kabla hajatuleta duniani aliandaa dunia na kila kitu alichokiweka, akatuleta baada ya kuandaa kila kitu. Wewe umeandaa nini? Unaandaa mazingira gani kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya jamii yako? Kwa hiyo please tusije tukavutana kwenye hayo mambo. Nimeshasema kwenye hayo matakataka yenu msinihusishe kabisa. Kabisa, wewe umeenda mwenyewe kuleta chokochoko kwa ujinga wako, kitakachokukuta kitakukuta wewe kama ulivyoenda kufanya unachokifanya. Na watu wote ambao wanatii mamlaka, watu wote ambao wanafata utaratibu, jamani, utaratibu, kila jambo lina utaratibu wake. Ukikiuka utaratibu, ujue wewe ndio utakayeumia. Ukikiuka utaratibu, maisha haya yanaendeshwa na sheria na kanuni zake. Ukizikiuka, ujue atakayeumia ni wewe. Sheria zimewekwa zikulinde wewe. Ndio maana ukaambiwa tii mamlaka. Maana yake usipotii litakukuta jambo. Kwa hiyo please, mimi matusi hayanishitui, sijawahi kuumizwa na matusi. Yaani huwezi kunitukania umri wangu. Umri wangu mimi ni baraka. Kuniambia ni umri. Umri wangu ni baraka. Kuniambia sijui shape yangu imekaaje, sijui macho yangu yana makengeza. That is me. You can't change anything. Huwezi kunibadilisha chochote. Macho yangu nimepewa kwa kusudi langu, kwa namna nilivyo, shape yangu, miguu yangu, mikono yangu, everything. Hivyo sio vitu ambavyo vinaweza haviwezi kuniteteresha. Kwa hiyo wala siubishwi kwa ajili ya hivyo vitu vidogo vidogo. Hivyo ni vitu ambavyo shetani anajaribu kupeleka focus kwenye vitu ambavyo ni nonsense, stupid, havina maana yoyote, havina meaning yoyote. Mimi nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Yaani nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu inayokutisha. Period. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Wewe ukija hapa na maneno yako mengi, najua tu ni shetani anakutumia wewe ili aniondoe kwenye focus ambayo mimi tayari nilishajua mbinu zake. Kwa hiyo siingii kwenye mtego wake. Siwezi kwenda kuchokoza mamlaka. Unajipendekeza unataka ubunge? Ndio, nataka ubunge. Nikipata na mimi nitaenda ndani ya hizo nafasi niweze kuchangia mchango wangu. Ambao unachangia kuanzia sasa hivi kwenye jamii. Mchango wangu ni mkubwa. Watu wengi wamepata ajira. Wanawake wengi wameelimika kupitia mimi, wameacha kukandamizwa, wameacha kupigwa. Kwa hiyo nikipata nafasi kwenye ubunge, tunaendeleza uongozi. Namna ya kuifanya nchi yetu iwe sehemu salama ya kuishi, kuwa kwa watu wote. Kwa hiyo waliopata ndio Mungu kawajalia kupata. Lakini siwezi kukasirika kwa sababu wale wamepata. Nikaanza kuona kwamba lazima tufanye vurugu ili na mimi niingie. Hapana, umekosa, sio wakati wako. Wale waliopata tuwaunge mkono, tujenge taifa letu. Hiyo ndio falsafa yangu. Na narudia tena, hakuna tusi linalobabaisha, hakuna chochote. Sana sana mnajionyesha namna ambavyo mnautumikia ufalme wa shetani. Mnalalamika mmefanywa, jiulizeni mliwachokoza nini? Ulifanywa kwa nini ulifanywa hivyo? Na neno la Mungu limeshakwambia tii mamlaka. Mamlaka zina utaratibu, zinafanya kazi kwa utaratibu. Kama ni katiba, sasa hivi ilani inayouzwa sasa hivi imeweka ajenda ya katiba. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, kila kitu kina utaratibu. Mpaka leo hii unaiona Tanzania imefika hapa. Kuna process ya muda mrefu, sio mambo tu ya kukurupuka.